الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الجبار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Ndugu zangu wapendwa Waislamu, nakuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah azza wa jalla kwa kutekeleza kikamilifu yale aliyotuamrisha na kujiepusha na yale aliyotukataza. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametusimulia simulizi ya tukio lililotokea kweli, kwa sababu yeye sallallahu alayhi wasallam hakuwa ni mwenye kuzungumza uongo. Katika hadithi sahihi anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma. Anasema Mtume, walikuwepo wanawake wawili. Hawa wanawake wawili, mmoja alikuwa ni mkubwa kuliko mwingine. Kwa hivyo alikuwepo mwanamke mmoja mdogo na mmoja ni mkubwa kwa umri, lakini wote ni watu wazima. Hawa wote, kila mmoja kati yao alikuwa na mtoto mdogo. Na bila shaka kwa simulizi hii anayosimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inaonekana wazi watoto hawa walikuwa wadogo sana, kiasi kwamba kuna uwezekano wa kumpambanua mtoto wako kutoka kwenye mtoto mwingine. Unajua watoto wanapokuwa wachanga sana huwa na ufanano wa mbali, na kwa hivyo unaweza ukachanganyiwa mtoto wako ukapewa mwingine ukidhani ni wako. Sasa walikuwepo wanawake wawili, anasema Mtume. Wanawake wawili hawa walikuwa na watoto wao wa kiume, wakawaweka mahala pamoja, na bila shaka waliwaweka pia katika nguo zenye ufanano. Anasema Mtume, fajaa dhibu, akaja mbwa mwitu, fadhahaba bibni ahadihima, akaondoka na mtoto wa mmoja katika wale wanawake wawili. Mbwa mwitu kachukua mtoto mmoja akaondoka naye, akabaki mtoto mmoja. Faqalat li sahibatiha, mwanamke mmoja akamwambia mwenzake, innama dhahaba bibniki, yule mbwa mwitu ameondoka na mwanao, huyu aliyebakia ni wangu mimi. Waqalat al-ukhra, na yule mwingine akasema, innama dhahaba bibniki, yule kaondoka na wako, huyu aliyebakia ndiye wangu mimi. Kwa hiyo kila mmoja katika wanawake wawili hawa alikuwa anadai yule mtoto aliyebaki ni wake, na yule aliyechukuliwa na mbwa mwitu ni wa mwenzake. Kila mmoja anadai hivyo. Wakazozana na hawakuwafikiana, na kwa hivyo kwa kutowafikiana kwao, wakaipeleka kesi kwa Daud. Wakaipeleka kesi kwa Nabii Daud alayhi salam, kwamba kila mmoja anadai kuwa mwenzangu anasema mtoto aliyechukuliwa ndiye wangu na aliyepo ni wake, ili hali sivyo hivyo, huyu aliyepo ni wangu na aliyechukuliwa ni wake. Kila mmoja akawa anasema hivyo. Daud alayhi salam, Nabii Daud alipopelekewa ile kesi, faqada bihi lilkubra, akatoa hukumu, akasema huyu mtoto ni wa huyu mwanamke mkubwa, huyu mdogo sio wake. Alipohukumu hivyo Nabii Daud, wale wanawake hawakuridhia. Yule ambaye kaambiwa kwa huyu mtoto si wake hakuridhia, ambaye ni yule mwanamke mdogo. Kwa nini wafanye? Wakaenda kwa Suleiman, ambaye Suleiman ni mwana wa Daud, baba na mwana hawa, lakini wamesharudi kutoka kwa baba. Baba amehukumu kuwa mtoto ni wa mwanamke mkubwa, wanakuja sasa kwa mtoto. Nabii Suleiman ilipomfika ile kesi, akasema, tuni bisikin ashuquhu bainahuma, hebu nipeni kisu ili huyu mtoto nimkate pande mbili, alafu kila mmoja kati yenu nitampa kipande chake. Mmoja atachukua kipande cha kichwani, mmoja atachukua kipande cha miguuni. Mmeridhika kwenye hili? Leteni kisu nimpasue ili ugomvi uishe. Kila mmoja achukue kipande chake, ataenda kuzika.
Yule mwanamke mkubwa akaridhia, ambaye alishinda kesi mwanzo kule na pakahukumiwa na Nabii Daud kuwa mtoto ni wake. Akasema sawa, mkate, kila mmoja achukue kipande chake. Lakini yule mwanamke mdogo akamwambia Nabii Suleiman, la taf'al yarhamukallah, huwa ibnuha, usifanye, ni mwanawe, basi nimeshamwachia, ni mwanawe yeye, nimeshakubali. Yule mwanamke mdogo akakubali kuwa ni mwanawe, basi sasa hivi mara ya pili nashindwa, basi ni mwanawe, lakini usimkate huyu mtoto. Alichokifanya Nabii Suleiman, faqada bihi lisughra, akatoa hukumu kwamba huyu mtoto ni wa huyu mwanamke mdogo. Na ndivyo ilivyo, kwa sababu lau angelikuwa huyu mtoto ni wa huyu mwanamke mkubwa, asingelikubali akatwe mwanawe. Lakini mpaka anakubali akatwe, ni wazi kwamba huyu si mama halisi. Huyu aliyekataa mtoto huyu nisimkate ndiye mama halisi. Na kwa hivyo akampa yule mtoto yule mwanamke mdogo, akasema wewe ndo mtoto wako, kwa vile hukutaka huyu mtoto ni mkate. Hiki kisa ndani yake kuna mafunzo mengi sana, lakini katika hayo mafunzo mengi ambayo yanapatikana kwenye kisa hiki, nataka niseme mawili tu ambayo yanahusiana na kile ambacho nimelenga kukizungumza. Jambo la kwanza, ukiangalia kwenye hiki kisa utapata kwamba mtu mwenye mapenzi ya kweli na kitu fulani au jambo fulani au mtu fulani, huwa yuko tayari apate hasara yeye, lakini kile anachokipenda au yule anayempenda abaki katika salama. Ndicho kinachoonekana katika hiki kisa. Huyu mwanamke mdogo alikhiari asamehe huyu mtoto, aliona bora basi mpe yeye, ilhali mtoto ni wake, lakini aliona bora nisamehe, lakini tu abaki huyu mtoto kwenye salama, abaki huyu mtoto kwenye amani. Na kwa hivyo kitu ukiwa unakipenda, una uzalendo wa kweli juu ya kile kitu au juu ya jambo fulani au juu ya mtu fulani, uko tayari wewe ukose, uko tayari wewe ubaki kwenye maumivu, lakini kile unachokipenda kibaki katika salama na amani. Hili ndilo funzo la kwanza. Lakini funzo la pili hapa ni kwamba kumbe utakapohakikisha amani na salama kwenye kile unachokipenda, ndio utapata kile unachokitaka. Baada ya huyu mwanamke mdogo kukhiari, kuchagua na kuhakikisha inapatikana amani na salama kwa yule mtoto, ndipo alipompata yule mtoto. Kwa hiyo haki yako unaipata pale unapohakikisha amani juu ya kile ambacho kinazalisha hiyo haki yako. Nini nakusudia kusema? Nakusudia kusema kwamba vile vile ni juu yetu Waislamu, juu ya nchi yetu, juu ya miji yetu, kuwa na uzalendo wa kweli. Na uzalendo wa kweli juu ya nchi maana yake ni mtu kuhakikisha kuwa nchi yake inabaki katika salama na amani, hata kama yeye atakosa mambo fulani au ataumia juu ya mambo fulani. Haijalishi atakosa nini au ataumia kwenye nini, lakini ikiwa yeye ni mzalendo wa kweli, basi atahakikisha amani na salama inapatikana kwenye nchi yake au kwenye mji wake. Hakuna uzalendo mkubwa zaidi ya mtu kuhakikisha amani kwenye nchi yake. Hakuna neema kubwa kwenye nchi kuliko kupatikana amani kwenye hiyo nchi au kwenye mji. Kwa hiyo mzalendo wa kweli huwa anahakikisha amani kwenye kile ambacho ana uzalendo nacho, kibaki salama, kibaki huru, kisiwe na matatizo. Kadhalika mzalendo wa kweli kwa nchi yake hubakisha amani kwenye nchi yake ili apate kile anachokitaka. Yani ikiwa wewe unadai kuwa unataka jambo fulani ambalo hulipati, ili ulipate hilo unalolitaka, basi uhakikishe kwanza amani na salama ipo hapo mahala ambapo unataka hicho unachokitaka. Na kwa hivyo tunawaambia pia wale ambao huwa wanakusudia kuichochea jamii kufanya vurugu, kufanya mambo ambayo hayakubaliki, mambo ambayo yanaenda kinyume na kauli za viongozi na utiifu wa uongozi, huwa wanawaambia kwamba bila ya haki, bila ya uadilifu haiwezi kupatikana amani. Lakini watambue pia bila ya kuwepo amani, bila ya kuitunza amani, huwezi kupata pia hiyo haki. Tumeona siku za karibuni watu wamefanya vurugu, watu wengine ambao hawana hatia wameuawa, watu wengine ambao hawana hatia zimechomwa mali zao. Sasa hii ni haki? Basi na vile vile
lau tutaivuruga amani, tukakosa amani, hatutaweza kupata haki na wala hatutoweza kufanya uadilifu ndani ya vurugu, ndani ya fujo. Na kwa hivyo nasaha zangu na kunasihini na kuinasihi nafsi yangu, ni lazima tutafakari, tuweke machujio kwenye vichwa vyetu kabla ya kupokea maneno ya yeyote yule anayetuelekezea. Kabla ya kupokea maneno yake tuyachuje kwanza na tujue kwamba sisi ni Waislamu, ni nini tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kila jambo. Nini katufundisha Mtume? Katupa mwongozo gani? Isiwe wewe Muislamu sasa mtu yuko huko anakuchochea tu kwa maneno, aingia barabarani na wewe unaingia. Sasa hivi nimeona katika mitandao watu wanaanza upuuzi mwingine, kushajishana wafanye tena vurugu. Walishafanya vurugu na wakapata hasara ambayo imerudi kwao. Tena wanashajishana watende tena upuuzi na vurugu kama lile ambalo walilifanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam katufundisha sisi kwanza kuichunga amani na kuwatii viongozi. Jambo la kwanza. Jambo la pili, kupendana na kuhurumiana baina yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Allah amridhie na baba yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema as-sam'u wat-ta'a 'ala al-mar'i al-muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bima'siyatin fa idha umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'a. Ni lazima kwa mtu Muislamu, ni lazima asikilize na atii kwa viongozi wake, awatii na wasikilize viongozi wake katika hali yoyote. Muhimu awe hajaamrishwa uovu, hajaamrishwa maasi. Ikiwa kiongozi atatuamrisha maasi, mathalan kiongozi aseme kuwa jamani, kesho lazima kila mtu hakikisha anatoka nje anakunywa pombe, na hilo hatulioni sisi katika nchi zetu. Mathalan, ikiwa hivyo anakuamrishani hilo, basi nyinyi msimtii kwenye hilo. Lakini kwenye jambo jingine lolote ni lazima kumtii kiongozi bila ya kumtazama yeye ni mtu wa aina gani. Ni lazima. Hayo ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi nyingine Mtume anasema alaika sam'a wa ta'a fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika. Sema Mtume ni lazima usikilize viongozi na uwatii fi usrika wa yusrika, kwenye jambo ambalo unalihisi wewe ni gumu na kwenye jambo ambalo unalihisi wewe ni jepesi. Muhimu si maasi, isiwe maasi. Wa fi manshatika wa makrahika, na katika manshatik yani kwenye jambo ambalo wewe linakupa furaha unalipenda na lile jambo ambalo wewe unalichukia. Wa atharatin alaik, na hata kama kuna upendeleo dhidi yako unafanyika, lakini muhimu umeamrishwa na viongozi, isikilize na uitii kauli yao, sikiliza na utii amri zao. Wakikuamrisha maasi ndio usitii hayo maasi, lakini wakikuamrisha amri nyingine yoyote, jambo jingine lolote kwamba acha jambo fulani au fanya jambo fulani, ni lazima utekeleze hiyo kauli au hiyo amri ya viongozi. Amani ni jambo muhimu sana. Si vyema mtu kufuata mkumbo na kuchukua kauli za watu ambao ni watu wajinga wasio na maarifa, akazitumia akapata mihemko na yeye akachafua amani ya nchi yake. Na wale watu wasijidanganye kwamba mtu aliyepo katika uasi wa viongozi akawa amekufa katika maandamano ya vurugu ambayo yamepingwa na viongozi, asijidanganye kuwa amekufa katika jihad au amekufa shahidi. Asijidanganye hivyo. Huyo amekufa katika njia mbaya. Maandamano ya vurugu ambayo viongozi wameyakataa, wameyapinga, akiingia mtu kwenye vurugu hilo na akauawa, kaingia kwa makusudi, manake si kwa bahati mbaya, kaingia kwa makusudi, asije akajidanganya kwamba amekufa shahidi. Amekufa kwenye njia mbaya, amekufa katika sehemu mbaya. Kwa hiyo amani ni muhimu, na ndio maana utaona Nabiullah Ibrahim alipoingia Maka aliomba amani. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Kaomba amani, Allah uruzuku mji amani, upe na neema za matunda mbalimbali kwa watu wake, waruzuku watu wake matunda na neema mbalimbali, lakini upe mji amani, kwa sababu amani ni muhimu sana. Ndio maana hata watu wa peponi watakapoingia peponi wataambiwa udkhuluha bisalamin aminin,
ingieni peponi kwa amani. Watahubiriwa amani, si tu ingieni peponi, lakini ingieni peponi mkiwa mmebaki katika hali ya amani, kwa maana wanahakikishiwa amani wakati wanaingizwa peponi, kwa sababu amani ni kitu muhimu sana popote pale. Bila ya amani huwezi kuitumia neema yoyote ile ulionayo. Bila amani hakuna utulivu, hawezi mtu kusoma, hawezi mtu kufanya biashara, hawezi mtu kulingania hata dini yake, hata uhuru wa kufanya ibada unakuwa haupo pale panapokosekana amani. Na kwa hivyo Allah watu wachunge amani na wawe mstari wa mbele kuwashajihisha watu katika kutunza amani. Wawe mstari wa mbele katika kuwapinga wale ambao wanahamasisha vurugu, wanahamasisha fujo. Tumeona sisi mfano wa nchi nyingi ambazo walikuwa na amani na utulivu na maisha bora, lakini watu kutoka mbali wakaanza kuwatia maneno kwamba hamko katika amani, mnakosa hiki nyinyi, mnakosa hiki nyinyi, hamjapata hiki nyinyi, na wao wakaingia tele. Hatimaye baadhi ya nchi zimegawanyika, vurugu, hakuna chakula, hakuna masomo, hakuna chochote. Baadhi ya nchi zimechukuliwa na watu ambao ni wabaya kuliko wale ambao waliwaondosha. Kwa hiyo tuombeeni dua viongozi wetu, na tupeleke maoni, malalamiko yetu kwenye njia zinazostahiki. Tumewekewa viongozi wa ngazi tofauti tofauti, maana tunaweza kuwafikia wale viongozi wa chini, kuwafikishia kero na yale ambayo tunayahitaji ili yafikishwe kule juu. Lakini tuombee viongozi wetu, Allah awajalie, awawezeshe, wape taufiki ya kutenda mema, wazidi kuendelea kutumikia jamii. Lakini tusitafute mianya ya kuondosha neema kubwa ambayo tunayo. Hakuna neema kubwa katika neema ambazo Allah ameturuzuku mbali na Uislamu na neema ya imani kuliko neema ya amani, kwa sababu chini ya amani ndio hufanyika kila zuri, hufanyika ibada na mambo yote ya khairi. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah anasema maneno madhubuti kabisa, kama ni kanuni kabisa ya Waislamu na ni msingi ambao wanatakiwa waufuate. Anasema maneno ambayo ndiyo msimamo wa wanachuoni wa Ahlus Sunnah. Anasema al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wala nara al-khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru. Anasema na sisi hatuoni kuwa ni sahihi kutoka nje ya utiifu tukawa hatuwatii viongozi wetu na watawala wetu hata kama wakifanya dhulma. Si sahihi kwenda kinyume nao hata kama wakifanya dhulma. Tena anaendelea kusema, wala nad'u alaihim wala nanzi'u yadan min ta'atihim, na wala hatuwaombei mabaya viongozi wetu na wala hatuondoshi utiifu kwao, tunawaombea kheri na tunaendelea kuwatii. Anaendelea anasema, wanara ta'atahum min ta'ati Allahi azza wa jalla faridatan, na sisi tunaona msimamo wetu kama Ahlus Sunna wal Jamaa kwamba kuwatii viongozi, kuwasikiliza na kuwafuata katika yale wanayotuamrisha na kutuelekeza ndiko kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ile taa ya kuwatii viongozi ndiko kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na ni jambo la lazima ma lam ya'muru bi ma'siyah, muda ambao hawajatuamrisha maasi. Wakituamrisha maasi hatutofanya hilo, lakini jambo lolote hata kama lile jambo hulipendi, lakini akisema kiongozi mathalan kila mtu apande mti, basi ni lazima kila mtu apande mti. Kila mtu asitoke nje kuanzia saa fulani mpaka saa fulani, lazima mtu afuate hivyo. Haya ndiyo mafundisho ya wanachuoni. Wanachuoni wameyatoa mafundisho haya kutoka kwenye Qur'ani na Sunna, yani kutoka kwenye mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiongozi awe anavyokuwa, ingawa sisi hatujapata viongozi wa namna hiyo kwamba majeuri sana, wakandamizaji sana, lakini ni watu ambao tayari tumeshaanza kutosheka na ile neema ya amani, na kwa hivyo tunaanza kuruhusu maneno ya aina yoyote yaingie kwenye vichwa vyetu. Baadhi ya watu, wengi wetu hivi sasa tulivyo, hasa watu wa zama hizi, ukishatosheka na aina fulani ya neema, basi unaanza kuruhusu watu ambao hawakutakii mazuri kwenye ile neema, unaanza kuruhusu maoni kutoka kwao, unaanza kuruhusu vitendo vyao viathiri kwenye ile neema yako. Ni ajabu sana, bila ya kutafakari wewe kwamba hii ni neema kubwa.